Ujinga wa kwanza ni ujinga anaokuwa nao mwanadamu fitriyan, kimaumbile. Wakati anazaliwa katika hali ya ujinga wa kutojua, na ujinga wa pili unamfuata ni ujinga baada ya elimu. Mwanadamu akishatangulia na akishasongea katika umri, sio wote, lakini wale wanadamu waliojaliwa na Allah azza wa jalla kufikia marhala ya umri yanayoitwa ardhalil umr. Ardhalil umr ni umri wa kupindukia katika miaka ya mwanadamu anayoishi, ukafika umri wa ukongwe. Mwanadamu akifika umri wa ukongwe, amekuwa mtu mzima sana, amekuwa mzee mno upindukia. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, na yule tunayempa umri mrefu kuishi tunakuja kumpetesha katika maumbile yake, hupinda na hupeta. Ndiyo sunna ya Allah azza wa jalla katika maumbile ya waja. Sasa miongoni mwa mabadiliko yanayomfikia mwanadamu ya kimaumbile wakati anapokuwa amesongea mbele mno katika umri, ile elimu aliyokuwa nayo humondokea. Alikuwa na elimu yoyote ile, kama alikuwa ni mwanachuoni, kama alikuwa ni muhandis, engineer, alikuwa ni daktari, alikuwa ni fulani, alikuwa na elimu yoyote aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ya dini au elimu ya dunia, elimu ile huondoka kwa sababu ya mabadiliko ya kimaumbile. Akishafika mwanadamu katika umri wa ardhalil umr, ardhalil umr ni ule umri wa mwisho wa mwanadamu. Akishapeta, akishapendukia katika umri, sasa anakuwa hajielewi tena. Sisi lugha yetu ya Kiswahili nyepesi tunasema kule kupiswa kwa mwanadamu. Maana ya kupiswa, maana yake ni kuondokewa kwa fahamu, kuondokewa kwa elimu, na hifadhi yake vile vile inapotea. Kunatokea tu sababu ambazo sisi wanadamu tunaziona kwamba hizi ni sababu. Kumetokea maradhi, kumetokea pressure, ametokewa na jambo fulani na fulani, lakini makusudio ni kwamba amefikia pale alipotaka Allah subhanahu wa ta'ala katika nidhamu aliyoipanga ya maumbile ya mwanadamu. Katika kuelezea atwar al-khalq, Allah azza wa jalla katika kuelezea yale mabadiliko ya maumbile ya mwanadamu vile anavyoumbwa, katika surati al-Hajj ameeleza atwar al-khalq al-haq subhana, pale safha ya kwanza. Akaja akaeleza kwamba mwanadamu ameumbwa kutokamana na mchanga asli yake, kisha min nutfatin, nutfa ikawa alaqa. Akaeleza zile atwar phases za maumbile ya mwanadamu. Mwisho akaja akatuambia subhanahu wa ta'ala, wa minkum, na wapo miongoni mwenu enyi wanadamu mnaopitia hizi marahili za maumbile. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a, katika surat an-Nahl, ba'da ilmin shay'a. Na wapo miongoni mwenu enyi wanadamu ambao yuraddu ila ardhalil umri, anaelekea anakwenda katika umri, anasongea. Wengine wanakufa wakiwa wadogo, wengine wanakufa wakiwa barobaro, wengine wanakufa wakiwa watu wazima, fahamu zao bado zipo alhamdulillah, wengine wanakufa wakiwa wameanza katika uzee, kisha wengine wanaingia katika ule uzee wenyewe na wanasongea mbele katika uzee mpaka wanapindukia. Ukishafika kwenye ardhalil umr, man yuraddu ila ardhalil umri, kisha anaregeshwa katika umri wa utwevu kama vile alivyokuwa mwanzo. Maana mwanzo ulipoumbwa vile vile ulikuwa kwenye ardhalil umr, ulipokuwa mchanga. Ardhalil umr kwa sababu ulikuwa hujielewi wala hujifahamu. Kila kitu chako ni mpaka usimamiwe na mtu ambaye mtu huyo ni mzazi. Mama yuwakulea, kupa maziwa, waangaliwa chakula chako, waangaliwa kulala kwako, kuamka kwako, choo chako, hujui kama upo katika hali gani. Kwa hivyo kuna mtu anakuangalia katika hali ile, maana ni hali ambayo hujielewi. Sasa wapo wanadamu ambao mwisho wa maisha yao wanarudishwa tena mara ya pili kama vile walivyokuwa mwanzo walipokuwa wachanga. Ndio asli ya Allah kusema yuraddu, wanaregeshwa. Maana huko walikuwa kule mwanzo.
Na ndio maana waqi'u yetu inatuambia, hakika tunayashuhudia haya, mwanadamu akifika katika ardhil umr anarudi kama mtoto mchanga. Watu wa nyumbani wanahimizwa na wanasisitizwa, wananasihiwa wawe na subra kubwa na yeye, kama wazazi wanavyokuwa na subra na mtoto mchanga. Waamsha katikati ya usiku, wao wamelala, yeye upiga kelele katikati ya usiku, ataka maziwa, ana njaa, ana hivi, anahitajia kusafishwa, anahitajia kuangaliwa, anahitajia chakula. Na mtu mzima akifika katika umri wa ardhil umr ni vile vile. Kwa kama ni mzazi wako, unakuwa na subra naye, kama vile yeye alivyokuangalia wewe ukiwa katika ardhil umri, yeye sasa hivi pia vile vile amefika kwenye ardhil umri. Mregeshee fadhila yake na ihsani yake. Sio wakati wa kusema hii bwana sasa imekuwa too much bwana, hii sasa bwana huyu mzee atakufa lini. Usizungumze lugha kama hiyo. Yeye alikuhudumikia kwa furaha na bashasha na matarajio makubwa ya kwamba akulea mbeleni uje ujifae na uje pengine utakuja kumfaa yeye kama mzazi. Kwa sasa hivi ndivyo wakati wake. Watoto wanapewa wasia, hao wazazi wao wakifika katika ardhil umr wasiwachukie, wasiwe na ghadhabu, wasiwe na hasira, wasiwabadilikie wala wasisinywe na ile hali ya wazazi wao, maana hayo ni maumbile ameyataka Allah azza wa jalla, lazima wanadamu wayakubali. Yule mzazi hakutaka yeye kuwa vile, ukasinywa, ukakunja uso, ukakasirika, ukasonya, huyu mzazi wangu umri huu sasa anaweka choo vile anavyotaka, sisi tuje tumsafishe baadaye. Naam, Allah ametaka afike hapo, kwa sababu akifika hapo mwanadamu thumma yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a, ili awe mwanadamu huyo hana tena elimu baada ya kuwa alikuwa nayo. Na hii ni taksiri au kusur kubwa ya elimu ya mwanadamu, kwamba ni elimu ambayo yule atakayeendelea mbele katika umri, elimu ile ataikosa, elimu ile itamwondokea, si elimu ambayo atabaki nayo mpaka kufa nayo. Watakaokufa na elimu yao na fahamu zao pengine ni wale ambao Allah azza wa jalla katika qadari amewawekea hawatofika kwenye ardhil umr. Ndio katika dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa waliokuwa akiomba, wa a'udhu bika min an uradda ila ardhil umr, na alikuwa ajilinda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kurejeshwa na Allah azza wa jalla kwenye ardhil umr, sababu ni umri mzito, ni marhala ngumu ambayo wanadamu hupitia kiasi fulani, hasatan kwa wale wasimamizi wake. Sasa akipata wasimamizi ambao hawana subra, akipata na watu ambao hawana rahma, hawana huruma ya kutosha, hawana imani ya kutosha, hawakupata tarbia ya kisawasawa, mzazi yule na mtu mzima yule atapata tabu sana. Kuna watoto wengine huwakimbia wazazi wao katika hali hii, kila mmoja akajitafutia mashughuli, yule mzazi akaletewa wafanyikazi kumwangalia. Kuna wengine wana ujasiri mkubwa zaidi, akamchukua yule mzazi wake pale nyumbani akampeleka nyumba ya wazee. Yeye mzazi wake alinang'ana naye tangu kuzaliwa, baba na mama wakaenda mbio mpaka akawa na vile alivyokuwa, mpaka akafungukiwa na maisha, akasongea mbele, akafikia zile marhala alizofikia. Mzazi sasa Allah azza wa jalla amemregesha kwenye ardhil umr. Kuna watoto huwachukua wazazi wao wakawapeleka nyumba za wazee, wenda wakaangaliwe kule, kisha akwambia, lakini sisi huwa tunawatembelea, hatuwaachi kabisa, tunawapitia huwa we visit them, wakati asli ya yule mzazi alikuwa afaa kuwa pale nyumbani kwako. Ala kulli hal, hii ni kusur kubwa ambayo vile vile inakuwa katika elimu ya wanadamu. Matokeo yake ni kwamba elimu ya wanadamu ni ilmu ajiz.
Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.